Ndani ya jiji la California tunamuona bidada akiendesha gari katika eneo la milima. Mara ghafla jiwe linapiga gari yake na kupelekea mawe mengi kumsababishia ajali kwa sababu yalimhamisha ndani ya barabara. Dada huyo alidondoka na gari kabota na kubota tena. Dada alijua atakufa, lakini Mungu sio Muntazil wala Osmani. Gari hii ilinasa katika mawe mawili na dada huyu akiwa yupo katika taharuki. Mara ghafla tunamuona Lei akiwa na helikopta yake. Huyu ni askari moto, na huyu askari moto leo alikuwa anafanya kipindi live, lakini hapa Mungu alijalia waliona ile gari, wakafanya naye mawasiliano huyu dada na wakamwambia tunakuja kukusaidia. Dada alishukuru sana, na Lei aliingiza helikopta yake taratibu, na baada ya hapo kumwambia kijana wake ashuke aende akaifunge gari ile kwa chini. Wana dakika 10 tu, huku kamera zikiendelea kuchukua tukio ile, lakini mchizi aliposhuka ilimadi kufunga hii gari, lakini kwa bahati mbaya gari hii ikamkalia na yeye akajikuta amenasa. Helikopta ilipata hitilafu kidogo, lakini Lei akaona ashuke. Licha ya kwamba helikopta hiyo ilishaanza kutoa moshi, alishuka taratibu na kutoa ule mlango na kumchukua bidada huyu na kumwokoa mwanae, na gari hili kadondoka chini na wote akawanusuru na wakawa salama bin usalimini. Tunakuja California Institute of Technology, tunamkuta Hayes. Yeye ni profesa ambaye siku zote anafuatilia masuala haya ya tsunami na tetemeko la ardhi, na hapa akawa anawaambia upande wa kaskazini mwa bahari sasa hivi ya Pacific hali ya hewa itakuwa sio nzuri sana, kwa hiyo msisafiri ovyo. Hapa akiwa yuko ofisini anakuja Dr. Park anamwambia hakika kuna taarifa hizi hapa, naomba uzifuatilie vizuri, na Dr. Park alikuwa na haraka zake. Beck hapa leo anampigia baba yake Lei na kumwambia baba, nilikuja nyumbani hapo na kuna mzigo nimeacha. Jamaa kuangalia mzigo gani, anakuta ni talaka. Mke wake anataka talaka. Alichoka na kuingia chumbani kuangalia picha za familia kwa sababu hakuwa tayari kuachana na familia yake, sema ndo mambo yameshakuwa. Upande hapa tunamwona Dr. Park akiwa yuko ndani na kuna jambo hapo analiseti, lakini ghafla kuna tatizo linatokea, tetemeko lingine linatokea na kufanya Hayes kuambia raia waondoke eneo hili haraka sana wawezekanavyo. Dr. Park akiwa yuko ndani anajitahidi kutoka nje, na alipofika nje hapa hali ya hewa ilikuwa tayari shabadilika, eneo lote lilianza kutitia, hata maji yakaanza kumwagika. Hayes akajitahidi kuambia watu watoke, lakini Dr. Park hapa anamkuta binti mdogo na kumbeba ili mradi amsaidie, lakini kadri alipokimbia na ardhi iliendelea kutitia, na Dr. Park anajikuta anamsaidia mtoto na yeye kupoteza maisha kwa sababu jiwe lilimgandia katika mguu wake. Na dokta alipotaka kuja kumwokoa Park anamwambia hapana, okoa huyo mtoto na okoa maisha yako. Basi maji mengi yakaja kapita, na huku mchizi alipata ujumbe kutoka kwa kiongozi wake wa kazi, anamwambia hakika fanya haraka njoo kazini. Na yeye alikuja kumuona Beck hapa, Emma na Daniel sasa hivi wanataka kuoana, kwa hiyo Emma anataka talaka kwa udi na uvumba, na mchizi akamwambia nikipata nafasi nitakuletea hiyo talaka yako. Basi upande hapa tunamuona Beck akiwa na bwana wake Benny, na Benny hapa amekuja kumtambulisha Olien kwa shemeji yake, na upande huku Dr. Hayes anazidi kusema Dr. Park amekufa kwa bahati mbaya kutokana na ajali hizi za tetemeko. Kwa hiyo hapa kipindi anaongea wanafunzi wake wakaja wakamwambia Dr. angalia alama zimeonyesha kwamba hali ya hewa inazidi kuchafuka Pacific yote na kaskazini na kusini mote na mashariki. Hali ya hewa mwaka huu itakuwa mbaya jijini Marekani. Na Dr. alipoangalia hapa tunakuta sehemu moja Los Angeles, Emma akiwa yuko na shoga yake wanapiga stories za hapa na pale na akisubiria hiyo talaka, lakini punde tu anapokea taarifa, anaambiwa kwamba tetemeko limezidi kupamba moto. Tafadhali panda juu haraka iwezekanavyo kama uko katika eneo hilo la gorofa na huwezi kutoka. Jamaa alipoangalia nje badalaja anavwagika na akamwambia hakika fanya haraka sana kwa sababu hali ya hewa hii itazidi kuwa mbaya kila kadri dakika zinavyozidi kwenda na mambo yatazidi kubadilika. Haya na vijana wake ama vijana wake wa kazi, hali nayo imebadilika. Licha ya kwamba wamekaa sehemu nzuri, lakini bado hali ya hewa hiyo ilizidi kuwafuata. Upande hapa Dani akiwa na familia Beck pamoja na Po na mtoto ule mdogo Harriet wakiwa wanaondoka hapa, lakini hali ya hewa nayo ilikuwa tayari ishachafuka, ardhi inatetemeka na watu wanakimbia ovyo, na mwisho wa siku gari yao inakwama na kuingia katika pango zito la njia hizi za siri, na wanajikuta wamekaliwa na mawe. Danieli na Buck wanapiga pigana hapa na kuangalia, lakini Danieli hapa anajitahidi, anafungua mlango na kumwambia hakika ningojeni hapo, huku Danieli anahangaika na kumchukua mlinzi amsaidie, lakini mlinzi anadondokewa na kifusi. Na hapa Benny anashuhudia Dani akiondoka na kuitelekeza familia, na yeye akaona siwe jinsi na kuja hapa kusaidia familia hii. Mchizi akiwa bado katika helikopta anaona Hollywood yote inadondoka inapotea, mji mzima wa California unazidi kuteketea, yani mji ambao umetengenezwa kwa thamani kubwa. Upande wa Emma huku alivyoambiwa pande juu, na kweli akawa anatafuta kwenda juu, ataendaje, na alikuwa mambo yote yanakisanga, hali ya kwamba haelewi anafanyaje.
maji, watu wanashuka, yeye anapanda kwenda juu, ili mradi kufikiwa na hiyo helikopta. Anajikuta amefika juu, amekuwa amechoka sana, amekuwa ameregea vibaya, lakini punde helikopta inakuja na kumpa msaada. Jamaa kipindi anasogeza helikopta hapa, na mlipuko kidogo unatokea, lakini haikumfanya Emma kukata tamaa, na mchizi akashusha ngazi. Emma alitumia ujasiri mkubwa kuondoka, kwa sababu ghorofa hilo lilikuwa lishaanza kutitia. Alidandia ngao ile, na mchizi hapa akaona dada huyu kumbe ni komando, na kumvuta juu kumpa sapoti. Na baada ya kumpa sapoti, jamaa akajitahidi kuiweka helikopta vizuri, ili mradi isipate maafa. Lakini wanapata simu kutoka kwa Beck analia, anamwambia mama, Dani ametukimbia, ametutelekeza na ametuacha sisi wenyewe hapa. Baba anamwambia hakika waambie wasogee sehemu ambayo iko salama zaidi. Huku Benny akaangalia namna gani ya kuwatoa, lakini alishindwa kwa sababu kila kitu kilikuwa tayari kishaharibika. Akaenda akachukua jeki na kuanza kunyanyua mawe kutumia jeki, na hapa kidogo akapata njia na kuchukua kitu chenye ncha kali kutoboa haya matairi, akapungua upepo na Beck akapata kutoka. Upande wa hapa Profesa Hayes anazidi kuona population ama ongezeko la mlipuko wa tatizo hili la tsunami linazidi kuendelea. Ikabidi awaambie wenzake, ama wanangu, hemu andaeni kipindi haraka sana iwezekanavyo, na tuambie watu kwamba hali ya hewa inazidi kuwa mbaya. Basi jamaa akawa live na kuambia watu waendeze hiki kipindi, na kweli kipindi kikaanza kufanyika na mambo. Akawaambia jamani, hakika wote kaeni vizuri, watu nje wanakimbia ovyo, na huku Benny akiwa na familia. Kulikuwa na dada mwenye asili ya Kiafrika. Jamaa alimchukua na kumsaidia na kumweka sehemu yenye amani ala utulivu. Watu wote walisogezwa sehemu nzuri, na jamaa alipohakikisha watu hao wote wako salama, wakaangalia kidogo, kwa sababu hali ya hewa na tetemeko lilipungua. Lakini mchizi aliona njia bora, lakini Beck hapa anatolewa kioo, anamtoa Benny, na huku director anazidi kuambia hali ya hewa mwaka huu imezidi kuwa mbaya, yani tsunami limekuwa kali mpaka limekuwa tena. Basi waliona njia nzuri ya kupita kuelekea huku walipokuwa watoto wao, ni njia ya bahari tu, lakini walipoangalia bahari waliona mawimbi yanaenda vibaya ama yanaenda tofauti, na kujua kama tsunami muda wote litatokea. Na hapa kuambia vijana wake ama watoto wake, na akaambiwa tafuteni sehemu yenye ghorofa kubwa refu, kaeni huko kwa sababu tsunami litakuwa ndani ya bahari. Boti nyingi zikiwa zinatapua na zinaendelea kupapatua ili mradi zifike, lakini mchizi hapa anakutana na boti kubwa, meli, anajitahidi kuikwepa panga hii na mkosa, na hapa bewa nyingi za mizigo zinadondoka ndani ya maji, na mchizi anajitahidi sana kuzikwepa kunusuru maisha yake na maisha yake. Dani hapa na huyu mzee wanakumbatiana na kufa huku akiwa anajiona Dani alishafariki dunia kwa sababu tetemeko hilo na tsunami lilimzoa. Upande hapa walipanda mpaka juu Benny pamoja na Beck na huyu mtoto Oliei, lakini hapo walipoangalia vizuri waliona tsunami linakuja. Wakaona bora wajifiche katika nguzo nzito, na kweli maji haya yakaja na hayakuwazuru sana, hata ile gorofa halikudondoka kwa sababu lilalia gorofa lingine, kwa kuwa mji wote ulisharibika na magorofa mengi yalidondoka. Kwa hiyo gorofa ambalo la juu kabisa ndilo ambalo lisurvive na watu wake waliishi. Jamaa alizidi kupita katika dumbukizi la ajali za magorofa na watu, na hao wakiwa wameenda mdogo mdogo na kukuta sehemu nyingine ambayo iko nchi kavu ambapo maji hayakuingia. Na hapa mchizi Benny anapata busu zito kutoka kwa Beck, lakini bwana mdogo ile anaona familia, anaambia baba na mama walikule wapigeni, lakini wakaita, mwisho wa siku akata tamaa. Lakini bidada akakujua kama ana kitu cha kumpa ishara, na kweli alipotoa kile kidude ishara, walipona ule mwanga walirudi, lakini eneo lile nalo linaingia maji, na lilipoingia maji likawapa tena hali ngumu. Na baba kwa sababu ameshafika akaona haiwezekani. Bidada hapa anakosa pumzi kwa sababu hapa kioo kilishafunga na jinsi ya kukifungua hana. Baba anakula mate kidogo kwa mama kupata nguvu na kuingia moja kwa moja kwenda kumnusuru binti yake. Aliangalia namna gani atamuoa Beck, atamuokoa mwanae, na mwisho wa siku anachukua nanio. Lakini dogo hapa Benny anaomba tulia, lakini Benny anataka kumsaidia Beck, na lakini maji yanaingia tena na inabidi atulie asilete mawengi. Na aliporudi huku bidada huku maji yanamshinda, lakini baba kwa kuwa yupo alivunja. Baba kidali tena alimtoa taratibu mwanae na kumsogeza hali sehemu ambayo iko vizuri. Hali ilizidi kuwa mbaya kwa sababu maji mengi amekunywa. Hata Benny alipojitahidi kufungua hiki kioo alishindwa. Mwanamama aliingia na boti yake moja
kwa moja Emma, kwa sababu alishaona hatari nzito inakuja na kuingizana humo na taratibu kwamba kushota mpora kukwepa vitu vizito vya magorofa. Lakini baba huko aliendelea kusukuma moyo wa mwanae, alao moyo wa mwanae urudi. Mama analia, lakini baba hakukata tamaa, na mwisho wa siku mtoto huyo anarudi tena katika maisha yake na familia na kwa kitu kimoja, na baba anakuwa ameokoa familia yake. Maskari ama serikali inagawa vitu kwa wahanga na mambo yalika vizuri, na watu wengi walipotea na watu wengi walipona. Hii ni historia ya kweli inaotuelezea hapa. Mchizi anakuta familia yake, mkwewe na wanae wote wako salama. Oya wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara ya kwanza kujiunga nami, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, pia kushare. Ni DJ wako mitamboni Faybash, tukutane katika recap ijayo. Ciao.